Kabla sijaingia kwenye uteuzi wenyewe, nataka nieleze mambo matatu ambayo yanahusu Baraza la Mapinduzi nitakalolitangaza. Kwanza, tumeongeza wizara mbili. Sasa badala ya kuwa zile 18 za awali, sasa tutakuwa na 20. Na kwa kweli si kwamba tumeongeza kwamba mpya kabisa. Hapana, tumeziondoa kutoka katika wizara ambazo zilikuwepo awali, tukazitengenezea wizara peke yake kwa umuhimu wa majukumu yake. Takumbuka wakati wa kampeni nilitoa ahadi ya mambo mawili makubwa. Kwanza ni kuhakikisha kwamba serikali inaendeshwa kidijitali zaidi, yani digital transformation. Sasa ili tuweze kufikia huko, tunahitaji eneo hili la mawasiliano kuwa na utendaji wa peke yake. Sasa hivi wizara husika ni Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Mara nyingi wanahangaika sana na barabara na viwanja vya ndege, bandari, lakini lile swala la mawasiliano kama halijapata nguvu ya kutosha. Kwa hivyo nimeamua kuanzisha wizara mpya itakayoitwa Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Kwa hivyo ile ya ujenzi itabaki kuwa ni Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Wizara ya pili ambayo napenda niitilie mkazo ni wizara ile yetu iliyokuwa ni ya Kazi, Uchumi na Uwekezaji, au Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji. Ilikuwa ina mambo mengi. Ndani yake kulikuwa kuna masuala ya kazi, masuala ya uchumi, masuala ya uwekezaji, masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Kaona kama vile ahadi zetu za kampeni ni kwamba tutawawezesha zaidi vijana na wananchi kwa ujumla, lakini tutahangaika kuhakikisha kwamba tunatengeneza ajira mpya 350,000. Ili kazi hii itimie, nimeona ni vyema niigawe wizara ile kutengeneza mbili. Moja itabaki kuwa ni Ofisi ya Rais, au hapana, ni Wizara ya Kazi na Uwekezaji, na nyingine itakuwa ni Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba tunashughulikia changamoto ya ajira kwa vijana na kuwawezesha wananchi wa makundi yote kiuchumi. Kwa hivyo hii ndio mabadiliko ya kwanza katika baraza. Badala ya 18 sasa zitakuwa 20. Taarifa ya pili ninayotaka kuitoa kabla sijaingia katika uteuzi ni kwamba kama mnavyotambua, kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, inataka chama au vyama vya upinzani ambavyo vimepata wajumbe kwenye baraza la wawakilishi tuwapatie nafasi katika baraza la mawaziri. Na kuna formula yake ni kwamba idadi ya vyama wanavyopata, idadi ya viti vya uwakilishi wanavyopata mara idadi ya wizara zilizopo, ugawe kwa majimbo 50, ndio unapata idadi gani vyama vya upinzani wanatakiwa kupata. Sasa chama pekee kilichopata viti ni chama cha ACT Wazalendo, wamepata idadi ya viti 10. Ukizidisha hiyo kwa idadi ya wizara 20 nilizozitaja ni 200, ukigawa kwa majimbo 50 ni 4. Kwa hiyo nafasi zao katika baraza hili la mawaziri ni nafasi 4. Nimeamua kuziacha wazi bila uteuzi nafasi hiyo mpaka pale tutakapokubaliana aidha wanaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa au la. Kama nilivyosema wakati wa ufunguzi wa baraza la wawakilishi, nilisema niko tayari kushirikiana nao kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na hapa
natumia mamlaka yangu ya kikatiba kwamba hizi nafasi zitabaki wazi kwa mujibu wa katiba mpaka pale kipindi kitakapokwisha, ambayo ni kikatiba ni siku 90. Hili la pili. Labda niseme ni wizara gani ambazo ninaziacha wazi. Ya kwanza ni ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ya pili ni wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda. Ya tatu ni wizara ya afya. Na ya nne ni wizara ya utalii na mambo ya kale. Hizi mbili walikuwa nazo katika kipindi kilichopita. Biashara na maendeleo ya viwanda na afya nimeamua zibaki. Lakini nimeongeza mbili. Ofisi ya makamu wa kwanza awe na mtu kutoka kwenye chama chake akipenda. Lakini nimeona sekta mama, sekta kuu ya uchumi hapa Zanzibar ni utalii. Basi tuwe na goodwill, sekta kiongozi tuwape wao. Jambo la tatu. Katika kipindi kilichopita kulikuwa kuna wizara au chini ya ofisi ya rais kulikuwa kuna wizara nyingi. Kulikuwa kuna ofisi ya rais Ikulu, kuna ofisi ya rais TAMISEMI, yani tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum. Lakini vile vile ilikuwepo ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, na vile vile kulikuwa kuna ofisi ya rais fedha na mipango. Katika awamu hii nimeamua kuziondoa mbili kati ya hizo zibaki nje ya ofisi ya rais na mbili zitaendelea kubaki chini ya ofisi ya rais. Itakayobaki chini ya ofisi ya rais ni ofisi ya rais Ikulu na ofisi ya rais tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za CMZ. Zitakazotoka na kuwa wizara peke yake independent ni wizara ya fedha na mipango na wizara ya kazi na uwekezaji. Baada ya maelezo haya, sasa nije kwenye uteuzi kama ifuatavyo. Ofisi ya rais Ikulu, waziri atakuwa Dr. Saada Mkuya Salum. Pili, ofisi ya rais Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waziri atakuwa Dr. Harun Ali Suleiman. Tatu, ofisi ya rais Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ, waziri atakuwa Idrisa Mustafa Kitwana. Ya nne, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais kwa sasa itabaki wazi. Ya tano, ofisi ya makamu wa pili wa rais, waziri atakuwa Hamza Hassan Juma. Ya sita, wizara ya fedha na mipango, waziri atakuwa Dr. Juma Malik Akil. Naibu waziri katika ofisi hii atakuwa Dr. Hamad Omar Bakari. Ya saba, wizara ya kazi na uwekezaji, waziri atakuwa Sharif Ali Sharif. Ya nane, wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi, waziri atakuwa Rahma Kasim Ali. Naibu waziri atakuwa Salha Mohamed Mwinjuma. Ya tisa, wizara ya elimu na mafunzo ya amali, waziri atakuwa Leila Muhammad Musa. Naibu waziri atakuwa Khadija Salum Ali. Ya kumi, wizara ya afya kwa sasa hivi itabaki wazi. Ya 11, wizara ya habari, sanaa, utamaduni na michezo. Hii ni moja katika wizara ambazo tumezibadilisha
sasa hivi itaitwa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo. Waziri atakuwa Riziki Pembe Juma. Naibu waziri atakuwa Ali Abdul Gulam Hussein. Ya 12, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo. Waziri atakuwa Suleiman Masud Makame. Naibu waziri atakuwa Dr. Salum Sud Hamid. Ya 13, Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Waziri atakuwa Nadir Abdul Latif Alwardi. Naibu waziri atakuwa Saif Kombo Pandu. Ya 14, Wizara ya Uchumi wa Bluu. Waziri atakuwa Masudi Ali Mohamed. Naibu waziri atakuwa Mboja Ramadhan Mshenga. Ya 15, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Waziri atakuwa Dr. Khalid Salum Mohamed. Naibu waziri atakuwa Badria Atai Masud. Ya 16, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale. Kama nilivyosema, wizara hii itabaki wazi kwa sasa. Ya 17 ni Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda. Nayo kwa sasa itabaki wazi. Ya 18, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto. Waziri atakuwa Atanas Paul. Naibu waziri atakuwa Zawadi Amur Nasor. Ya 19, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Waziri atakuwa Mudrik Ramadhan Soraga. Naibu waziri atakuwa Muhammad Sijamin Muhammad. Na ya 20, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Waziri atakuwa Shabani Ali Othman. Naibu waziri atakuwa Hassan Hamis Hafidh. Huo ndo mkeka. Tutapata nafasi zaidi ya kuzungumza wakati wa kuapisha. Kwa leo niishie hapa. Nitakuwa tayari kujibu maswali yenu kwa ufupi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa naomba tuingie kwenye kipengele cha maswali. Ili kuuliza maswali naomba tunyooshe mikono. Maswali yetu yatakuwa 7 tu. Rashid. Naomba mpelekeni mic Rashid. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Rashid Ali, natokea Wasafi Media. Mheshimiwa Rais, kwa vile mimi kwa muulizaji swali la kwanza nikupe hongera kwa mkeka huu muhimu na adhimu sana kwa taifa letu. Swali langu la msingi ni moja tu ili kuwapa nafasi na wengine. Ningependa kufahamu labda umetumia vigezo gani ama misingi ipi hasa umeangalia katika uteuzi wa baraza hili jipya la mawaziri? Asante sana. Mwingine wa pili, Rahma Suleiman kutoka Nipashe. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Kwa jina naitwa Rahma Suleiman, ni mwandishi wa habari wa gazeti la Nipashe. Nami niungane na mwenzangu aliyotangulia kupongeza Mheshimiwa Rais. Swala langu ni moja tu. Mheshimiwa Rais, matarajio yako ni yapi katika baraza lako hili jipya la mawaziri ili kuhakikisha mawaziri ambao umewateua wanaendana na kasi yako ya kuleta maendeleo na mabadiliko? Asante. Asante. Mkono mwingine tumalize. Thabit Madai.
Asalamu alaikum. Kwa jina naitwa Thabiti Madai, ni mwakilishi wa Clouds Media, ikimaanisha Clouds TV na Clouds Radio. Mheshimiwa Rais, swali langu ni moja tu. Ni kwa namna gani serikali yako imejipanga kuwekeza katika uchumi wa kidigitali ukizingatia thamani yake kuwa ni nyenzo muhimu? Asante, ni hilo tu. Okay. Sawa, naomba tumsikilize Mheshimiwa Rais wa majibu alafu tutaendelea. Asante. Nashukuru kwa maswali hayo. Nikianza la kwanza la kutoka Wasafi kwamba ni vigezo gani tunavyotumia katika kupanga baraza. Vigezo ni vingi na ndio maana hii kazi si rahisi sana. Unapanga, unapangua, unapangua mpaka ufike sehemu unatoa kama Mungu alivyokusaidia. Vigezo vikuu naweza nikasema cha kwanza ni mpangilio wa kila mkoa. Sababu nchi yetu ina mikoa 5, ni muhimu kuhakikisha kila mkoa unapata mwakilishi kwenye baraza. Cha pili ni elimu. Elimu ya wahusika ni muhimu katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hivyo tunafata uweledi na elimu katika sekta. La pili ni uzoefu. Kuna watu katika tuliowatangaza hapa wana uzoefu, na tunachotafuta kutoka kwao ni uzoefu wao. Kwa hiyo mnaweza mkaona kuna majina ya watu ambayo wako siku nyingi lakini ni wazoefu. Jingine tunalofuata ni jinsia. Unapokuwa na baraza lazima uhakikishe jinsia zote zinapata nafasi kwa idadi inayoendana. Haiwezi kuwa sawa kwa sawa, lakini kwa idadi ambayo inaendana. Halafu kuna swala la visiwa vyetu. Zanzibar ni Unguja na Pemba. Kwa hiyo lazima kuwe kuna wanaotoka Pemba na wanaotoka Unguja, kama vile ambavyo nimesema awali, kufuata mikoa yetu 5. Sasa kuna vigezo vingine vingi zaidi ya hapa, lakini itoshe kusema kwamba kazi hii ugumu wake uko hapo katika kuhakikisha kila kigezo kinazingatiwa. Swali la pili kutoka Nipashe. Matarajio yetu ni nini? Bila shaka unapounda serikali, matarajio yako, mimi binafsi, makuu ni mawili. La kwanza ni kuweza kutimiza ahadi zetu zote tulizozitoa wakati wa kampeni. Na tumetoa nyingi. Lakini ukiacha ahadi, tuna ilani ya uchaguzi. Lakini tuna mipango yetu ya maendeleo ya ZADEP. Tuna vision yetu ya 2050. Lengo na madhumuni ni kuweza kuhakikisha kwamba haya yote tunayafanya kwa kadri tutakavyoweza. Sasa matarajio yangu kwa hawa ambao tumewateua leo ni kwamba waweze kuwajibika ipasavyo kuhakikisha kwamba ahadi zetu tunatimiza, lakini vile vile tunatimiza yote yaliyomo katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile tuende kwa kasi tofauti na kipindi kilichopita. Jambo la wiki moja lifanyike kwa wiki moja, sio miezi 3 wala 6. Lakini wawe tayari kuhakikisha kwamba wanashuka, hawakai ofisini, wanaenda kwa wananchi kutatua kero na changamoto za wananchi. Lakini la mwisho, mimi naingia katika kipindi changu cha pili na ndicho cha mwisho. Kwa maana hiyo, lengo langu ni kuacha alama, kuweka legacy. Nikitoka niwe nimeacha mambo makubwa, atakayekuja au atakaokuja waseme hili na hili na hili limefanywa na serikali ya awamu ya 8. Kwa hiyo haya yote haya yatawafanya niliowateua aidha wafanye kazi au watupishe. Hatutokuwa na nafasi tena ya kusema kwamba tunabembelezana. Hayo ndio matarajio yangu. Swali la tatu kutoka Clouds, uchumi wa kidijitali. Kwa wakati tuliokuwa nao katika dunia, huna mbadala. Lazima uende kwenye uchumi wa kidijitali. Na ndio maana kwa makusudi nimeamua kuunda wizara maalum itakayodeal na mawasiliano na teknolojia ya habari.
By the way, nimesahau jambo moja ambalo napenda nilirekebisha. Hii wizara itakuwa inaitwa Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Lengo letu ni kuhakikisha serikali inaendeshwa kidijitali katika nyanja zote, utoaji wa huduma, ukusanyaji wa mapato, kila upande, ili tuhakikishe kwamba tunakwenda na wakati tuliokuwa nao. Leo bila ya digital transformation, hiyo serikali itakuwa imeachwa nyuma sana. Tunataka kufika huko, na ndio maana tumefanya kwa makusudi kuwa na wizara itakayosimamia digital transformation katika uendeshaji wa serikali yetu. Asante. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa tumalizie sehemu yetu ya mwisho ambayo itakuwa na maswali manne. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.